Mimi kwa jina naitwa Eliakoso Mfinanga, ni mkazi wa kijiji cha Uchira, Moshi DC. Nafuga kuku aina zote. Nafuga kuku wa nyama, nafuga kuku za sasu, nafuga kuku wa Tanigro, nafuga mabata mzinga pia. Kwa hiyo Moshi ukija unapata shambani, unapata kila kitu ambacho nimeleta kwenye maonyesho, kwa maana ya kwamba watu wajifunze namna ya kufuga. Na nataka watu wafuge kwa tija zaidi, ili wapate faida, sio hasara. Na ufugaji wake ni usuria. Unawapa kuku chakula asubuhi, unawaachilia nje. Na jogoo lake hapo sasa hivi ambao naachia nje, jogoo lina uzito wa kilo 4 mpaka 5. Na wanataga vizuri bila shida. Kwa Tanigro ina sifa kubwa zaidi kuliko sasu. Sasu sifa yake ni nyama na Tanigro sifa yake ni mayai. Na mayai ya Tanigro yanaingia sokoni kwa kila tray tunaanza shilingi 15,000. Kwa hiyo na wateja wamekubali hiyo bei na hakuna shida. Na mabata mzinga sifa yake pia nayo wanataga mayai 12 mpaka 16. Kila yai moja tunaanza shilingi 5,000. Na kifaranga cha bata mzinga tunakiuza shilingi 20,000 kifaranga cha mwezi mmoja. Cha mwezi mmoja. Kwa hiyo kila bata mzinga dume lina uzito wa kilo, kwa hao tulionao hapa sasa hivi, bata mzinga lina uzito wa kilo 10 mpaka 15 kwa limoja. La jike lina uzito wa kilo 8. Kwa maana tunataka sasa kwamba mabata yani kwa kilo zote kuuza kwa bei ya kilo, kwa maana ya nyama, lakini kuuza kwa ajili ya mtu kufuga, na akifuga ana kazi kubwa sana kwenye mtu anataka kufuga. Kazi ya kwanza kwenye kufuga ni enjoy hizi kwenye garden au nyumbani, maeneo ya nyumbani, mazingira ya nyumbani, na ni ulinzi pia, kwa maana ya wale wenzetu wanaokuja kwa ajili ya nguvu za giza au shirikina. Mabata mzinga anatoa taarifa kwa mfugaji kwamba bwana, kuna mgeni ameingia huko ambao sio rafiki. Kwa hiyo wewe unatoka kule ulipo unakuja kuona huyo mgeni ni nani. Baada ya kusikia ile basi unajua kwamba unaitwa. Unaenda ukifika pale unakuta yule mgeni naye anashangaa kama alikuwa anataka kufanya jambo lake na anashindwa. Kwa hiyo bata kama bata mzinga tunafuga kwa faida nyingi sana kwenye upande wa sisi wafugaji. Kwa hiyo nawashauri wateja wangu au wageni wanaotaka bata mzinga wachukue bata mzinga wachanganye na kuku. Tunafuga nusuria. Hakuna shida kabisa kwenye uzalishaji wake. Okay. Ni kweli mkuu amenitembelea kwenye banda langu, ametaka kujua maendeleo ya ufugaji wake. Ufugaji wa bata mzinga ni sawa na kuku tu. Na nusuria ina faida kubwa kwa sababu gharama ya chakula inakuwa ni ndogo. Lakini watu wamepokeaje kuhusiana na maonyesho haya? Wamepokea kwanza bata mzinga ina sehemu ya faida kubwa kwa sababu watoto wake wenyewe ni hela, mayai yenyewe ni hela. Na kwa kilo za kwa maana nyama pia, kwa maana ya kupima kwa kilo tunauza kilo 25 kwa kilo moja kwa hoteli za kitalii. Kwa hiyo kisingi tuseme kwamba kuku wa bata mzinga ni mzuri sana kwa maana ya biashara. Mimi nitoe wito kwamba kwa watu walionitembelea banda la 88, lakini pia ambao wananisikiza kwa sasa hivi, kwamba mimi niko tayari kutoa ushirikiano kwa mtu anataka kufuga bata mzinga pamoja na kuku, na niko tayari kuuza vifaranga vya bata mzinga, niko tayari kuuza mayai. Lakini lengo ni nini? Kila mtu afuge na aelewe faida ya hivi vitu.